إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake, khairi zake na baraka zake mbalimbali ambazo aendelea kutumiminia. Falillahi alhamdu min qablu wa min ba'd. Katika neema tukufu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametutunuku katika wakati huu wa umri wetu ni kujaliwa kufikia mwezi mtukufu wa Ramadhan, na mpaka sasa tukaweza kuhitimisha siku 20, na leo tumeanza 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhan. Na sote tutakubaliana ndugu zangu ni kuwa kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ayyaman ma'dudat, ni masiku machache ambayo yanapita upesi. Kwa hivyo ikawa wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala na wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni Muislamu kujibidisha na kuweza kufaidika na haya masiku machache ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametutunuku. Wal insanu ala nafsihi basir, na mwanadamu anajijua yeye mwenyewe zaidi kuliko anavyomjua mtu mwingine yeyote. Kwa hivyo sote tuwajua na kutambua siku 20 zilizotangulia tulizotunukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni yapi tumeweza kuyafanya, ni juhudi ipi tumeweza kutia katika masiku yetu kwa kufanya mambo ya kutukaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Je, tumeweza kutimiza ahadi tulizoziweka kabla ya Ramadhan ya kuwa Ramadhani hii nitafanya na kufanya na kufanya? Tumeweza kutimiza ahadi hizo? Ikiwa tumeweza kutimiza, falillahi alhamdu wal minna, bado tuna masiku ya kuweza kuboresha. Na ikiwa hatujaweza kutimiza, basi kumbuka ndugu yangu ni kuwa al-a'malu bil khawatim, siku zote matendo huangaliwa mwisho. Kwa hivyo tupo katika thuluthi ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Lazima tuendelee kujibidisha, kujikakamua, kujituma na kumpa Allah subhanahu wa ta'ala kila sababu ya kutufanya minal maghfurina fi hadhihi dunya wa minal mahdhudina bi jannatin na'im biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, ili tuwe ni miongoni mwa wale ambao watasamehewa madhambi yao na hatimaye wawekwe katika list, orodha ya watakaokuwa katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana katika khutba yetu ya leo biidhnillahi ta'ala tutakumbushana kuhusiana na al-ibadatu
في 10 الأواخر من رمضان. Ibada ambazo Muislamu anafaa kujituma na kujibidisha kwayo katika 10 hili la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu, sote tukubaliana au tuna taarifa ya kuwa Ramadhan ndio mwezi bora katika miezi 12 ya mwaka, na masiku 10 haya ndio masiku 10 bora zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kila tunaposonga kuelekea mwezi kumaliza mwezi ndio ubora na uafdalia unazidi, na hiyo yamaanisha ya kuwa bidii ya Muislamu pia inafaa increase na kuzidi katika kutafuta mazuri aliyotuwekea Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, ikiwemo Lailatul Qadr, usiku wa cheo. Katika ibada ambazo Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ametutajia wazi na kutuambia kuwa ni katika ibada ambazo lau Muislamu akijibidisha na kuisimamisha vilivyo atapata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni ibada ya al-qiyam, ibada ya kusimama usiku kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya sala na kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama tunavyojua inapofika 10 la mwisho la Ramadhan, basi huwa kuna salatu tarawih na kuna al-qiyam au at-tahajjud, sala ambazo kwamba tunasali wakati wa thuluthi ya mwisho ya usiku. Hasa hapa wakati mwingine baadhi ya watu huwa na confusion kiasi, asali tarawih peke yake au asali tahajjud peke yake au achanganya yote mawili. Na kama atachanganya yote mawili atafanyaje kuhusiana na salatu al-witr? Na hali ya kuwa Mtume asema sallallahu alayhi wasallam, ij'alu akhira salatikum witra, sala yenu ya mwisho ya usiku iwe ni salatu al-witr. Na katika hadithi nyingine Mtume anatuhimiza kusali pamoja na imam mpaka atakapokamilisha sala yake. Alhamdulillah, ulama wetu wa Kiislamu wametuelezea kinagaubaga ni vipi Muislamu ambaye ana juhudi, Muislamu ambaye ana ukakamavu na nguvu anataka kusali tarawih na pia wakati wa usiku aweze kuamka na aungane na Waislamu katika salatu tahajjud. Tarawih ni sehemu ya tahajjud, lakini imekuwa ni amalul muslimin ya kuwa tarawih yasaliwa mwanzo wa usiku immediately after salatu al-isha, na tahajjud yasaliwa mwisho wa usiku kabla ya wakati wa salatu al-fajr au kabla as-suhur. Kwa hivyo Muislamu ambaye ataka kupata khairi zote hizi mbili anaruhusiwa kufanya hivyo. Unaweza ukaswali tarawih kisha baada ya salatu tarawih ukapumzika, ukaamka usiku tena ukaswali salatu qiyam au salatu tahajjud. Na ulama wametubainishia ndugu zangu ya kuwa Muislamu ambaye ataswali salatu tarawih na anataka kufanya salatu al-witr kuwa ndio sala yake ya mwisho, na ana nia ya kuamka usiku na kusali tahajjud, hii kauli ya kuwa tufanye witr kuwa ni sala yetu ya mwisho, hadha liman lam yusalli ma'a al-imam, ni kwa yule ambaye anasali peke yake. Unapokuwa unasali peke yako, unasali wakati wa mwanzo wa usiku na unatarajia kuamka wakati wa mwisho wa usiku, basi swali kisha chelewesha salatu witr mpaka wakati wa mwisho wewe kuswali. Lakini ikiwa utaswali pamoja na imam ukaswali salatu tarawih, anavyoeleza Sheikh Al-Fawzani hafidhahullahu ta'ala, anasema ni vyema wewe uswali pamoja na imam mpaka umalize salatu witr. Ikiwa msikiti wako unaposwalia wanaswali salatu witr, kwa sababu kuna misikiti mingine wataswali tarawih alafu hawataswali salatu witr, watachelewesha mpaka wakati wa tahajjud ndipo watakaposwali salatu witr. Lakini ikiwa imamu wako anaswalisha witr, swali pamoja na imam mpaka ukamilishe salatu witr. Hapa zawadi aliyotubashiria Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kuwa man salla ma'a al-imam hatta yansarif فكأنما صلى الليلة كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Muislamu ambaye ataswali pamoja na imam
mpaka imamu atakapomaliza swala yake, basi Allah anamwandikia thawabu ya kuwa ameswali usiku wote. Kwa hivyo utakaposwali tarawih pamoja na imamu mpaka witri ukamaliza, tayari thawabu yako ya kuswali masaa yote ya usiku umeyapata. Kwa hivyo ukiwa tena utaamka wakati wa tahajjud, inakuwa hakuna ubaya wewe kuingia msikitini katika jamaa ya Waislamu au kuswali nyumbani mwako rakaa kadhaa, lakini tu ni kuwa wakati wa tahajjud hautaswali witr tena, alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la witrani fi lailatin, haturuhusiwi kuswali witr mara mbili katika usiku. Kwa hivyo unakapoamka tahajjud utaswali salatu tahajjud rakaa utakazojaliwa, imma ni jamaa au ni nyumbani, kisha hautaswali salatu witr. Baadhi ya watu wao hufanya kuwa wanaposwali salatu witr pamoja na imam na anatarajia kuamka wakati wa usiku, baada ya rakaa ya 3 ya witr ya imam, yeye atasimama na aongeze rakaa moja ili ziwe ni rakaa 4 na zisiwe ni rakaa 3 za witr. Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala aliulizwa kuhusiana na jambo hili ambalo hufanywa na baadhi ya watu, akakamilisha ile salatu witr ikawa ni sala ya kawaida ili aamke wakati wa tahajjud na aweze kusali tahajjud yake. Sheikh akasema la ba'sa fi dhalik, hamna tatizo kwa hilo, na insha Allah ta'ala watapata thawabu ya kusali pamoja na imam. Lakini kama alivyoelezea Sheikh Fauzani, ni bora Muislamu amfuate imam, asimkhalifu imam mpaka salamu ya mwisho, na kisha wakati wa usiku hata swali witr. Na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie tawfiq katika ibada zetu za usiku. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu tabaraka wa ta'ala aliulizwa ya kuwa kuna ibada nyingi ambayo Muislamu ametakiwa kufanya fi 10 al-awakhir min Ramadhan. Kwa hivyo ikiwa Muislamu atajaliwa kupata nafasi wakati wa usiku, ni ibada gani bora zaidi ya kufanya? Imam Ahmad akasema rahimahullahu ta'ala, unzur ila ma huwa aslah li nafsik au aslah wa anfa li qalbik. Yakuwa wewe ikiwa utakuwa ushaswali salatu tarawih mwanzo wa usiku, ukapumzika, ukajaliwa kuamka usiku, basi baadhi ya watu huwa wanaona lazima aswali tena, na anahisi ya kuwa ibada ya usiku ni ibada ya swala peke yake. La, ibada ni nyingi ya kufanya, walhamdulillah. Ndio maana Imam Ahmad alipoulizwa ibada bora ya kufanya wakati wa usiku, akasema unzur ila ma huwa aslah li nafsik, angalia ni ibada gani ambayo inakupatia peace of heart and mind, ibada ambayo unaifanya kisahali na inakukaribisha zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya watu wanaposimama kuswali wanaenjoy ile swala inawapatia peace of heart and mind. Anamaliza swala hali ya kuwa ameburudika, imani yake imetulia, waswasi zimemuondokea. Na kuna baadhi ya watu ambao hupendelea kusoma Qur'an, ile Qur'an ikawa inamtouch na ile Qur'an inaongeza imani yake. Kuna baadhi ya watu wanapendelea kufanya adhkar na kusoma Qur'an. Kwa hivyo Muislamu ajitazame na angalie strength yake iko wapi, ni ibada gani ambayo ashafanya ibada zote kwa ujumla. Sasa wakati huu wa mwisho ni ibada gani amalizie? Unzur ila ma huwa aslah wa anfa liqalbik, kama alivyosema Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tabaraka wa taala. Katika ibada ambazo Waislamu tumehimizwa 10 la mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan ni ibada ya i'tikaf, ibada ya kukaa msikitini, confining oneself in the masjid for ibada. Mtu awe amewacha kila kitu akaingia msikitini na akawa anajibidisha katika ibada mbalimbali na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Namna bora ya kufanya i'tikaf 10 la mwisho ni Muislamu aingie msikitini kabla au wakati jua inapozama usiku au siku ya 20 ya Ramadhani. Kama vile jana Muislamu akaingia msikitini, maghrib kampata pale msikitini, aendelea na itikafi yake kwa siku 10 mpaka habari za kuonekana kwa mwezi wa Shawwal itakapotolewa,
atakuwa amemaliza itikafi yake. Na itikafi hii ina ahkam na adab na shurut, ina adabu zake, ina ahkam zake. Isiwe itikaf ni wakati wa watu kukutana, kusocialize stories. Wakati mwingine tarawih inaendelea, unakuta watu vikundi wanacheka, wanapiga story na kadhalika. La, si katika malengo ya itikaf. Lakini kwa sisi ambao hatujajaliwa kuwa na nafasi hiyo ya kufanya itikaf kwa siku 10 zote za mwisho, fadlullahi tabaraka wa taala wasi', fadla ya Allah, ukarimu wa Allah yamfikia kila mja wake. Ndio maana Muislamu unapopata wakati, iwe ni wakati mchache au wakati mwingi, you can get a day, a night, an hour during the day, jibidishe kuwa msikitini, kwa sababu i'tikaf yafanywa msikitini peke yake, msikiti ambayo sala 5 yasimamishwa kama huu wetu insha Allah. Kama msikitini unapopata nafasi, au hata siku za kawaida za kazi, funga duka yako mapema 30 minutes, ingia msikitini, chukua Qur'ani yako au dua kwa nia ya i'tikaf, na Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa nia yako. Anasema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake cha At-Tibyan fi bayani adabi hamalati al-Qur'an, anasema yanbaghi likulli jalisin fil masjid, yampasa kila anayeingia msikitini, anayekaa msikitini kama tulivyokaa sasa hivi sisi alhamdulillah, al-i'tikaf, aweze kunuia ibada ya i'tikaf, sawaan akthara fi julusihi au aqall, sawa atakaa kwa muda mrefu au atakaa kwa muda mfupi. Anasema bal yanbaghi awwala dukhulihi almasjid an yanwi al-i'tikaf, bali nafaa kila Muislamu unapoingia msikitini, unapoingia, mbali na kuwa nia yako ni swala, basi pia nuia kuwa wewe unapokaa msikitini unakaa kwa nia ya i'tikaf, kwa nia ya ibada, na Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa nia yako. Asema wa hadha al-adab, na jambo hili, tabia hii ya kila tunapoingia msikitini kunuia i'tikaf, yanbaghi an yu'tana bihi wa yusha'a dhikruhu, ni jambo ambalo twafaa kulipatia umuhimu na tulieneze miongoni mwa ndugu zetu na dada zetu, ya kuwa hauna nafasi ya kukaa itikaf siku 10 za Ramadhan, basi kila unapopata nafasi kimbia msikitini, kaa kwa muda mchache au muda zaidi, na Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa nia yako. Hauna nafasi isipokuwa weekend kama vile kesho na kesho kutwa, chukua sehemu ya wakati wako, nenda katika msikiti ambayo uko karibu nawe, kaa pale kwa masaa kadhaa, fanya ibada, weka simu yako kando, muombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa nia ya i'tikaf, na biidhnillah tabaraka wa ta'ala utaweza kupata thawabu hii ya i'tikaf. Miongoni mwa ibada, ndugu zangu, ambazo tumehimizwa sana kufanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na ambao tayari wengi wetu tunafanya walillahi alhamd, ni kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kitabu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekisifu kwa sifa mbalimbali. Allah akisema wa hadha kitabun anzalnahu mubarak, hiki ni kitabu ambacho tumekiteremsha, ni kitabu ambacho kenye baraka. Ikiwa wataka baraka katika riziki yako, baraka katika umri yako, baraka katika nyumba yako, baraka katika familia yako na uhusiano wako, basi baraka tunaipata katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa shahrul Qur'an. Ikiwa hatujakithirisha kusoma, haujahitimisha hata mara moja au mara mbili, basi bado tuna fursa, wakati kidogo ambao unapata shikamana na Qur'an. Na ulama wanasema Ramadhan ni wakati wa usomaji wa Qur'an. Unakuta baadhi ya Waislamu mwaka mzima yeye hasome tafsiri au hasikizi tafsiri, inapofika Ramadhan ndo anasema mimi nataka nielewe Qur'an. Una muda mrefu wa kuelewa Qur'an alhamdulillah, lakini Ramadhan ni wakati qiraati kitabillah, ni wakati wa kusoma Qur'an. Na hivyo ndivyo alivyokuwa akifanya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, akikutana na Jibril na wakisoma Qur'an pamoja katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wa uhiya ilayya hadha alqur'anu liundhirakum bihi wa man balagh,
na nimeteremshiwa hii Qur'an ili niweze kuwaonya nyinyi ambao nimekutana nanyi na kila atakayefikiwa na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema al-Imam Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, huyu alikuwa ni mwanazuoni ambaye alikuwa ni Myahudi. Kabila lake lilikuwa ni Bani Quraidha. Wakati ambapo Bani Quraidha waliuawa kwa sababu alikuwa anataka kummaliza Mtume sallallahu alaihi wasallam na da'wa yake, yeye alikuwa ni mtoto mdogo, hakuuawa, aliponea kwa sababu Uislamu hata katika vita ina ihsan, hata katika vita ina utu, kwa sababu wanawake na watoto hawauawi. Lakini angalia Wayahudi wa leo wanavyofanya, na ukosefu mkubwa wa haya na adabu ambao wako nao. Hawajali ni wanawake, hawajali ni watoto, hawajali ni hospitali au ni shule. Ni watu ambao wamekosa kabisa ustaarabu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yumli lidhalim hatta idha akhadhahu lam yuflithu. Allah huwa anampatia muda dhalim, anamchelewesha dhalim, lakini inapofika wakati wake wa kuchukuliwa kwao inakuwa ni akhdha azizin muqtadir. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala adil na wao as soon as possible, na awanusuru ndugu zetu wa Palestina. Al-Imam Al-Ka'ab Al-Quradhi anasema man balaghahu al-Qur'an, Mtume anasema nimetumwa niwaonye watu kupitia hii Qur'an, kila atakayefikiwa na Qur'an. Anasema Imam Muhammad Al-Quradhi, man balaghahu al-Qur'an فكأنما قد رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وسمع منه. Yoyote ambaye atafikiwa na Qur'an, ataipata Qur'an, ataisoma na kuijua Qur'an, ni kana kwamba amemuona Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akaisikia ujumbe wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam directly. Ni neema iliyoje Allah subhanahu wa ta'ala ametutunuku, ya kuwa tunaisoma maneno ambayo yalisemwa na Allah, kalamullah. Tunaisoma maneno ambayo yalifundishwa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama walivyoisoma wao, na inakuwa ni kana kwamba umemuona Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ikiwa utamuona Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi dunya kupitia Qur'an, biidhnillah ta'ala utamuona na kukutana na Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil janna fil akhirah. vile vile anasema fi qawli Allah ta'ala, ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. يا الله tumemsikia mwenye kunadi akinadi, ikubalini Uislamu, muamini Allah subhanahu wa ta'ala, tukamwamini. Anasema laysa kullu nnasi sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sio kila mmoja alimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akinadi na kuambia watu qulu la ilaha illa Allah, walakin almunadiya alquran. Lakini hapa tulisikia akiwanadi watu wamwamini Allah, tukamuitikia ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo siku zilizobakia tuweze kushikamana na kitabu cha Allah. Kama ulinuia khitba moja au mbili, kithirisha, wa fadlullah tabaraka wa ta'ala wasi'. Na ikiwa ndugu yangu wewe haujajaliwa kujua kusoma Qur'an na mpaka leo wachelewesha, unapoona Waislamu wamefungua Qur'an ya Kiarabu, wewe wakimbilia translation au wakimbilia transliteration. It is a high time for you to learn the book of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anakupatia bishara na kusema walaqad yassarna alqur'ana lidhikr fahal min mudakkir. Hakika tumeifanya kitabu hiki rahisi na sahali mno Muislamu kuweza kuisoma, kuielewa na kuiweka kwenye vitendo vyake. Tujibirishe katika Qur'an na ibada zilizobakia tutakumbushana katika khutba ya pili biidhnillah tabaraka wa ta'ala. barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wadh-dhikri al-hakim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله وكفى
وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. Ndugu zangu, mlango wa ibada katika 10 hili la misho Allah subhanahu wa ta'ala ametufungulia, na kuna ibada mbalimbali ambazo kwamba Muislamu aweza kujikaribisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile sadaqa, kama vile kuwatazama wazazi wake, kuwajulia hali jamaa zake wa karibu na familia, kuwatazama watoto wake na kufanya dhikrullahi tabaraka wa taala kwa wingi na kadhalika na kadhalika. Lakini hakuna ibada bora kuliko ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametufaradhishia, ametulazimishia kuwa lazima tufanye, kama vile ibada ya kufunga, kama vile ibada ya swala. Hizi ni katika ibada ambazo sala 5 za siku Muislamu aweze kuzidisha, kuwa makini zaidi na kuzifanya kwa namna ambazo Allah subhanahu wa ta'ala, kwa namna ambavyo inamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala zaidi. Lakini ibada ambazo kwamba ningependa kuhitimisha nayo ni ibada ya ad-du'a. Ibada ya ad-du'a, Allah subhanahu wa ta'ala alipotuelezea kuhusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani kuanzia aya ya 183, 184, 185 ya suratul Baqara, katika aya ya 186 Allah subhanahu wa ta'ala akatutajia kuhusiana na ibada ya ad-du'a. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Kisha aya ya 187 Allah akamalizia tena na ahkamu siyam. Ulama wanasema Allah ametuwekea aya ya dua katikati mwa aya za as-siyam kuonyesha ya kuwa umuhimu wa dua, na hasa mtu anapokuwa amefunga, hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mchana wote Muislamu anapokuwa amefunga, kuna uwezekano mkubwa wa dua yako kukubalika. Usiku ni wakati ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anashuka. Kwa hivyo Ramadhani yote ni muda ambao Muislamu amehimizwa kufanya dua. فأكثر الدعاء لنفسك ولمن تحب من أقربائك وأصدقائك. Jibidisha kukithirisha dua. Sote ndugu zangu tuna mahitaji maishani, sote tuna mambo ambayo tunayahofia maishani. Huu ndo wakati wa kuyafanikisha hayo biidhnillah tabaraka wa taala. Kwa hivyo tujibidishe katika dua, na katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ametufunza kuombea wazazi wetu dua. Wakumbuke wazazi wako, hasa kwa wale ambao wazazi wetu tayari wako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawana nafasi ya kujiombea tena, na labda wao wakiwa hai wakituombea sana, na leo tumefika tulikofika kwa sababu ya baraka ya dua zao. Basi wakumbuke sana katika dua. Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema dua unayofanyia mzazi wako ndani ya swala, ndani ya swala zako, ndani ya swala ya tarawih ni bora kuliko wewe kumchinjia sadaqa ngamia kadhaa wa kadhaa wa kadhaa. Kule wewe kuinua mkono na kusema rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, kuombea wazazi wako maghfira na rahma, ni jambo ambalo kwamba lachukuliwa kwa uzito sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana yaumul qiyama mzazi atajipata katika daraja za juu katika janna. Atashangaa, atasema amali yangu niliyoonyeshwa is not equivalent to these levels in Jannah. Ataambiwa bistighfari waladika laka, ni kwa sababu ya mtoto wako kukufanyia istighfar na dua. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Anasema moja katika ulama katika hii aya, Allah amelazimisha kuabudiwa na wazazi kufanyiwa ihsan. Anasema Muislamu ambaye atajibidisha kusimamisha swala 5 kwa siku kisawasawa, atakuwa ametimiza haki za Allah. Na yule ambaye atakumbuka kuwafanyia wazazi wake dua katika haya swala 5, basi atakuwa amewafanyia wazazi wake ihsan. How frequent do you make dua to your parents? Hiyo inaonyesha alama ya uchamungu wako, kwa sababu Mtume alisema au waladun salihun yad'u lahu. Na kwa wale ambao wazazi wetu si Waislamu na wangali wako hai, basi hii ndio fursa ya sisi kuweza kufanya bidii
na kuombea Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuongoza katika njia. Katika dua ambazo Allah ametufunza ni kuwaombea watoto wetu dua. Ad-du'a lil-abna, watoto wetu. Kila mzazi hutaka mtoto wake awe ni mtoto bora, awe hata bora kuliko yeye katika nyanja tofauti tofauti. Huu ndo wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia na kutupatia fursa tukithirishe kuwafanyia familia zetu dua. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Na katika bora ya dua aliyotufunza mtume wetu sallallahu alayhi wasallam kusoma siku hizi hasa wakati wa usiku ni dua fupi ambayo sote tuwaijua. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dua hii tuwaijua ndugu zangu, lakini how frequent do we repeat it wakati wa usiku? Unapotoka tarawih unaenda nyumbani, unafanya shughuli zako, wakati wa suhur unasaidia familia yako hapa na pale, wakumbusha watu nyumbani, waambie waseme kwa wingi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, kwa sababu baraka ya hii Allah na faida yake aijuaye ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Maana anasema Sheikh Abdul Razzaq Badr hafidhahullah ta'ala asema kwa wakati alikuwa akipeleka wazazi wake haram, unaenda kuswali imma salatu tahajjud au salatu tarawih. Ghafla asema anakutana na vijana wa Kiislamu wako kwenye gari na wanasikiza music kwa sauti ya juu, wanaongea, wanacheka, na kuna loud music ambayo inapiga. Ni 10 la mwisho la Ramadhan au ni mwezi wa Ramadhan, Waislamu wanaenda kuswali salatu layl na wao wako busy na maisha yao, bali hata wanasikiza loud music katika usiku wa Ramadhan. Sheikh anasema nikatoka polepole nikawaendea, alafu akawapatia karatasi ambazo zimeandikwa dua hii, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Akawaambia, ndugu zangu, ikiwa hamwezi fanya chochote lingine, at least mkariri dua hii kwa wingi katika usiku zilizobakia za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na akaenda zake. Asema baada ya mwaka mmoja akaja akakutana na kijana wa Kiislamu ambaye ana madhhar ya sunna, akona nuru ya imani katika uso wake. Akamwambia, Sheikh, wanikumbuka? Akamwambia, wallahi sikukumbuki. Akamwambia, Sheikh, mimi ni katika wale vijana ulikutana wao last Ramadhan ukawahusia kukariri dua hii kwa wingi. Mimi nilishikamana na dua hiyo na natarajia na kudhania ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amenipatia hidayah tangu wakati wa Ramadhan, na nadhani kuwa ni kwa baraka ya dua hiyo uliyotufunza, kwa sababu nimekuwa nikiisoma sana katika usiku wa Ramadhan. Ndugu zangu, we all have our struggles in life. Kuna maasi ambayo tuna struggle nazo, kuna addictions ambazo tuna struggle nazo, kuna needs ambazo tunahitajia kutoka kwa Allah. There are things that we are afraid of. Kariri hii dua na nia yako ni Allah akuondolea matatizo hayo, Allah akuepushe na madhambi hayo, Allah akuondolee that particular addiction, Allah akufanikishie jambo ambalo kwamba walihitaji. Likariri dua hii kwa wingi na Allah subhanahu wa ta'ala atafungua milango ya khairi yake. Katika dua bora ambayo Muislamu anaweza akakariri zaidi, hasa siku kama leo yaumul jumu'ah, ni as-salatu ala nabii sallallahu alayhi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad, au hata Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, itizinaf, au tunaposoma ndani ya swala Allahumma salli ala Muhammad mpaka mwisho. Sahaba anamuuliza Mtume, nikusalia mara ngapi? Mtume anawaambia as much as possible. Yule sahaba anasema, I will do my best. And the answer of the Prophet is, idhan tukfa hammuk wa yughfaru dhanbuk. Ikiwa utafanya hivyo, utashikamana na as-salatu ala nabii, sahali kabisa. Unaweza kuwa katika duka lako, kazi yako, watembea, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Na hasa ukiwa na tatizo au jambo unataka kutoka kwa Allah, nia yako iwe na kithirisha kusoma hivi nipate thawabu, na pia Allah anifanyia jambo fulani, biidhnillah Allah subhanahu wa ta'ala atakutimizia. Mwisho ndugu zangu, kuna zakatul fitr, lakini tutazungumziwa zaidi juma lijalo biidhnillah tabaraka wa ta'ala. Zakatul fitr ni kilo 2.5 na kuendelea mpaka kilo 3.
na twajua ahkam zake. Wakati bora wa kutoa ni siku 2 au 1 kabla ya salatul Eid au asubuhi ya salatul Eid. Kwa hivyo from next Friday ambapo itakuwa ni tarehe 28 Ramadhan, Muislamu anaweza akajipanga na kutoa zakatul fitri yake, lakini hayo yatazungumziwa katika vikao vijavyo na duat au mashaikh tofauti biidhnillah ta'ala. Mwisho kabisa nikimalizia, zawadi kubwa tunayotarajia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni zawadi ya kusamehewa madhambi, kwa sababu anayesamehewa dhambi zake bila shaka mwisho wake itakuwa ni janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna anayeweza kuingia janna unless aweze kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kulluna khata'un, sote tuna madhambi, sote ni wakosa. Na lau yangelikuwa madhambi yana harufu, labda singelipata nafasi ya kusimama mbele yenu leo, tungelikimbiana. Lakini Allah kwa fadhila yake na rahma yake ametustiri, amekava maovu yetu na madhambi yetu. Ni wakati wa sisi kumwelekea Allah na kufanya asinsia tauba nasuha ili tuweze kuokolewa na adhabu ya jahannam. Sheikh tuliyemtaja leo kwa wingi ambaye ni Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, tunamalizia na kauli yake. Anasema idha aradta an-najata min adhabillah, ikiwa wataka kuokolewa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi anasema falyakun al-kabiru min al-muslimina indaka aba, Muislamu ambaye anakushinda umri awe ni kama baba yako, Muislamu mtu mzima awe ni kama baba yako. Wa awsatuhum indaka akha, na Muislamu mwenye umri wa makamo kama yako awe ni ndugu kwako wewe. Wa asgharuhum indaka walada, na yule ambaye ni mdogo wako zaidi awe ni kumchukulia kuwa ni mtoto wako. Kisha fawaqir abaka, basi muheshimu baba yako. Wa akrim akhaka, na umkrimu ndugu yako. Watahannan ala waladika, na umuonyeshe mapenzi mtoto wako. Ikiwa Muislamu ataamiliana na kila mmoja kwa muamala huu, mtu mzima anampa heshima yake, mwenzake katika umri wa makamo anamheshimu kama ndugu yake na kumkirimu, na yule mdogo anamuonyesha mapenzi na kumfanyia mema, basi itakuwa wewe umeishi na watu kama unavyotaka wao waishi na wewe, na biidhnillah ta'ala utakuwa ni mu'min na mwisho wako itakuwa ni janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho kabisa ndugu zangu, bila kuwasahau ndugu zetu Palestine, sisi alhamdulillah tuna neema hii, very conducive environment, iwe ni katika hali ya anga au iwe ni katika hali ya amani au iwe ni riziki, angalau tunapata iftari yetu na suhuri yetu. Waislamu kote ulimwenguni kuna wengi ambao wanapitia dhiki mbalimbali, shida mbalimbali, wakiwemo ndugu zetu Palestine ambao wanaelekea kumaliza Ramadhan. Mayahudi wanavunja ahadi na wanaanza kuwamiminia mabomu, lakini watu ambao Allah amewapatia imani na Allah amewachagua na kuwajalia shahada, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awakubali mbele yake. Tunamwomba Allah awajalie min ahli aljanna. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awaondolee kurba ambayo wako ndani yake. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة أجمعين، وعنا منا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين. اللهم قض حوائجنا وحوائج المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.